Kuna jambo moja ambalo linahitaji ufafanuzi kidogo, waheshimiwa wabunge. Ni jambo linalohusu waheshimiwa wabunge, maswali wanayouliza yanayohusu wananchi wanaowawakilisha hapa bungeni, lakini pia wakati huo huo na michango ambayo waheshimiwa wabunge wanaitoa hapa kulingana na hoja ambazo wanaziona ni za wananchi kutoka huko kwenye maeneo yao wanayowakilisha, lakini pia nyingine ni hoja za kitaifa kwa ujumla. Sasa kumekwepo na matumizi, labda niseme, ya mchango kwa namna ambavyo pengine mbunge hakuwa amekusudia hilo jambo wakati akichangia wakati huo, maana sio bunge hili ambapo ametoa mchango huo, lakini wanauhusisha mchango wote anaotoa mheshimiwa mbunge au swali analouliza mheshimiwa mbunge au hoja anayoitoa kwa niaba ya wananchi, hasa zile zinazohusu miundombinu, kama vile huwezi kuwa unaomba sasa miundombinu kwa ajili ya wananchi wakati bunge hili ni la mwisho. Uhalisia uko hivi: serikali inaendelea, bunge linapovunjwa linavunjwa kwa muda. Kwa hiyo bunge linavunjwa kwa muda, na mbunge anapoleta hoja hiyo haleti yeye binafsi. Analeta hoja kwa niaba ya wananchi. Kwa hiyo uhitaji wa wananchi uko pale pale, haujalishi kwamba bunge hili ni la wakati gani. Maadamu bunge lipo, basi mbunge maswali yanayohusu wananchi wake ataendelea kuuliza, na maadamu bunge lipo, hoja zinazohusu wananchi zitaendelea kuletwa na serikali itaendelea kuzichukua. Sasa nimeona pia upande mwingine, kwa sababu ya sijui niite sasa kioja ama nini, kwa sababu ya hicho kioja kinachozunguka kimeleta sura fulani hivi pia na upande wa serikali, majibu yanayotoka kwa namna moja ama nyingine yanaashiria kama vile lazima turejee alafu ndo kazi ianze. Hapana, majibu yanapotolewa hapa ndani yanatolewa kwa niaba ya serikali, na kwa hivyo serikali inakuwa imetoa jibu, na jibu likishatoka kazi inaanza ya ufuatiliaji bila bunge kuwepo. Hata kabla ya hiyo Novemba, kwamba inshallah watu watakaorejea humu ndani, bado kazi itaendelea kwa sababu serikali ipo. Na ndio maana bunge hili pia liliitunga sheria kwa ajili ya kuirejesha tume ya mipango ili iendelee kuweka hoja zinazoletwa na wabunge hapa kwenye mipango ya maendeleo ya serikali. Kwa hiyo nimeona nitoe huo ufafanuzi, maana nimeona hata kwenye maswali kidogo wabunge kuna kujiuliza kidogo, kama sasa hapa nikiuliza naweza nikawekewa kale kakioja kwamba inakuwaje. Lakini mheshimiwa mbunge wakati akichangia wakati huo, mbunge aliyekuwa anachangia yeye walikuwa na utani naye, kwa hivyo alikuwa anamwambia hivyo kwamba bwana wewe, hebu tulia kwanza, endelea na mambo mengine. Sasa naona watu wamechukulia hiyo kama ndio majibu, yani kwamba usiulize chochote sasa hivi bunge, kama vile sasa bunge lisimame mpaka siku rais atakapokuja kuhutubia. Hapana, ndio maana shughuli zinaendelea, wabunge wanaendelea kuchangia na maswali yanaendelea kupangwa kwenye ratiba.